aweze kutuhabarisha. Mwenyekiti, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu. Okay. Kabla ya kuanza na mambo yote, naomba ujitambulishe kwa majina yako mawili aidha matatu ili watu kufahamu vizuri. Niwe naanza kufahamu, lakini kuna mtu ambaye anatazama sasa hivi hakujui hata kidogo, naomba ujitambulishe. Naam, kwanza assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa ndugu zangu wote ambao mnasikiliza. Mimi hapa kwa majina naitwa Ustadh Hassan Rashid Kilonda. Naishi hapa Tabora na mimi ni mwalimu ambaye nafundisha masomo ya dini ya Kiislamu, shule za sekondari pamoja na vyuoni. Lakini pia ni mwenyekiti idara ya elimu kupitia taasisi ya Tamsia. Na Tamsia ni taasisi ya Kiislamu ambayo imesajiliwa na serikali kwa maudhui makubwa kabisa kuwasimamia wanafunzi wa Kiislamu kuanzia shule za msingi, sekondari na vyuo vikuu. Lakini Tamsia hili ina katiba yake, na miongoni mwa katiba yake inahitaji kila mwaka basi wilaya zote Tanzania zifanye mkutano mkuu, lakini pia mikoa pamoja na taifa. Kwa mwaka huu kwa kalenda yetu ya Tamsia ni kwamba wilaya zote nchi nzima ndani ya mwezi huu wa 11 zote zimeshafanya mkutano mkuu, na mwezi wa 12 utakuwa ni mkutano mkuu wa mikoa yote, na mwezi wa kwanza ni taifa. Na leo sisi tumekamilisha mkutano wetu mkuu wa manispaa ya Tabora. Manispaa ya Tabora. Okay, hivi hamna mpango wa kutoka nje ya mkoa au nje ya wilaya ya Tabora? Tamsia ni taasisi kubwa, iko kitaifa, kimkoa na kiwilaya mpaka matano. Sisi ni ngazi ya wilaya. Kwa kama ngazi ya wilaya ni mahali unafanya mkutano mkubwa hapa sana. Tumechukua viongozi wa mavyuo yote baadhi ambazo viko hapa Tabora manispaa pamoja na baadhi ya viongozi wa sekondari kwa ajili ya kukamilisha mkutano wetu. Okay, sasa naomba tuzungumzie hapo kuanzia kwenye mkutano. Nataka tuzungumzie kuhusiana na mkutano ambao tumetoka kufanya muda mchache uliopita, na muda mchache baada ya mkutano huu utapanda katika YouTube channel yetu ya Twiga Media. So nataka tuzungumzie sana na mwenyekiti atuambie vizuri kuhusiana na huu mkutano ambao wamefanya sasa hivi. Naam, mkutano wetu ulikuwa na mambo makubwa yafuatayo. Kwanza kabisa kwa kukutanisha viongozi wa vyuo na matawi yetu kwa ujumla, lakini pia kupata ripoti mbalimbali za kila chuo na kila shule, kujua maendeleo yao, changamoto zao, namna gani wamepiga hatua, na lakini pia na wao wajue Tamsia yao manispaa ya Tabora wamepiga hatua kiasi gani. Lakini mliona hatua ambazo tumepiga, ilikuwa sio kubwa sana, lakini inshallah Mwenyezi Mungu atatufikisha mwakani kuendelea tutafanya vizuri zaidi. Okay. Sasa hapa natamani sasa hivi tuzungumze na mwanafunzi ambaye anatoka kwenye hii taasisi ya Tamsia, ndio nataka tuzungumze naye na atuambie anaitwa nani na ananufaika vipi na Tamsia. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Munawar Adel Muhammad. Niko hapa kama amirati wa chuo cha teknolojia ya Delhi Tabora. Kuhusu faida ambazo kama wanafunzi wa vyuo tunapata kutokana na hiyo organization ya Tamsia. Faida ya kwanza, kama naishi kikao cha kwanza hapa ambacho ni kanisa cha wilaya, cha kwanza tumepata nafasi ya kuexplain changamoto zetu ambazo tunakumbana nazo vyuoni kuhusu masuala yote ya dini, changamoto za walimu, changamoto za mambo ya kuhudumia, kufundishia, changamoto ya sehemu za kuswalia sisi kama wanafunzi na vitu vingi. Kingine pia tunaweza kupata suluhisho ya hizi changamoto zetu kwa sababu leo tumekutana na viongozi wakubwa kutoka sehemu mbalimbali katika wilaya yetu ya manispaa ya Tabora, ambao tumeweza kuwafikishia matatizo yetu, changamoto zetu ambazo tunakumbana nazo mashuleni na vyuoni, na wameweza kutupa suluhisho na njia, ushauri ya kuweza kutatua hivyo vitu. Kwa hiyo ndio faida mojawapo ambayo tunaipata katika organization ya Tamsia katika wilaya yetu ya manispaa ya Tabora katika shule za sekondari na vyuoni. Okay, sasa unaweza kumwambia mtu ambaye anakutazama sasa hivi, maana unazungumza masuala ya changamoto ambazo unazokutana nazo mashuleni aidha chuoni, unaweza kutajia moja au mbili aina ya changamoto
changamoto ambazo unakutana nazo? Ndio naweza kutaja. Okay. Changamoto mojawapo ambayo tunakutana nao kama sisi wanafunzi wa Kiislamu, especially nasema kwa upande wa vyuoni. Changamoto ya kwanza ni sehemu za kuswalia. Kwa sababu unakuta vyuoni, vyuo ambavyo vinapatikana na sehemu ya kupata ibada ni sehemu mbili ambazo zipo distance kubwa sana. Kwa hiyo tunakosa ule muda wa kuweza kufika eneo la msikiti, pia tunakuwa na umbali, na ukiangalia kama kipindi cha masika, kwa hiyo swala zima la kufanya ibada linakuwa ni vigumu. Kwa hiyo hiyo changamoto mojawapo ambayo tumefikisha kwa viongozi wetu na tumeweza kupata solution kwamba nini kitafanyika waweze kuisaidia changamoto kama hiyo, ili tupate sehemu za kufanyia ibada kwa wakati sahihi kwa kipindi cha dini. Waishawaambia nini tatimizi? Mojawapo ni ujenzi wa msikiti au kupata ujenzi wa msikiti au kupata sehemu maalum kwa ajili ya kufanyia ibada. Yes, ni swala zuri sana na wachoche sana kwa sababu umetoka kwenye tukio zito, tukio ambalo ni kubwa sana kimkoa na kitaifa, kwa sababu haijafanyika sehemu yote isipokuwa ni hapa Tabora. Mimi ningependa tunawaambie wafuasi wote ambao tunatutazama sasa hivi kupitia Twiga Media, muda mchache ujao tunapandisha mkutano wote